Sudan imekuwa kitovu cha migogoro ya kisiasa na kijeshi kwa zaidi ya nusu karne. Tangu uhuru wake mwaka 1956, taifa hili limepitia mapinduzi zaidi ya 5 ya kijeshi, kila moja likiibua mgogoro mpya wa ndani. Mgogoro wa sasa kati ya Rapid Support Forces RSF na Sudan Armed Forces SAF si tukio la ghafla, bali ni matokeo ya kihistoria ndefu ya ukosefu wa umoja wa kitaifa, ukabila na ushawishi wa mataifa ya kigeni. Vita hivi vimegeuza miji mikubwa kama Khartoum, Omdurman na El Fasher kuwa majivu. Zaidi ya watu milioni 8 wamekimbia makazi yao na maelfu wamepoteza maisha katika vita hivyo. Hemeti wa RSF na Burhan wa SAF wamekuwa nembo za migawanyiko ya kisiasa na kiitikadi, mmoja akionekana kama mtu wa revolution ya raia, mwingine kama mlinzi wa dola ya taifa. Lakini kwa undani zaidi, migogoro hii inafichua mapambano makubwa zaidi. Ni vita vya udhibiti wa Afrika na Bahari Nyekundu vinavyoendeshwa na mataifa makubwa kama Marekani, Urusi na Falme za Kiarabu. Sudan imekuwa uwanja wa majaribio ya nguvu, mahali ambapo kila taifa linaweka dau lake kisiasa, kijeshi pamoja na kiuchumi. Mwaka 2019, wananchi wa Sudan walijitokeza kwa wingi mitaani wakitaka mabadiliko baada ya utawala ya miaka 30 ya Rais Omar al-Bashir. Ndoto yao ilikuwa kuona Sudani mpya yenye demokrasia na usawa, lakini baada ya al-Bashir kuondolewa madarakani, ilibaki pengo la mamlaka lililojaa tamaa na hila. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, mkuu wa SAF, alichukua madaraka kwa niaba ya jeshi, huku Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti, kiongozi wa RSF, akiwa na ushawishi mkubwa kutokana na nguvu na utajiri aliopata kupitia biashara ya dhahabu. Mwanzoni walishirikiana kuendesha serikali ya mpito, lakini tofauti zao kuhusu nani atawale Sudan zilianza kuibuka taratibu. Mnamo Aprili mwaka 2023, tofauti hizo zikalipuka katika mapigano ya moja kwa moja kati ya RSF na SAF na kugeuza nchi nzima kuwa uwanja wa vita. Wakati dunia ilidhani vita hivi ni vya madaraka, ukweli ni kwamba ni vita vya udhibiti wa rasilimali, ushawishi wa dini na ajenda za kimataifa. Leo Sudan imegawanyika, si tu kwa silaha bali kwa maono, kati ya wale wanaotaka taifa linaloegemea Uislamu wa kisiasa na wale wanaotaka mfumo wa kisekula unaoungwa mkono na Magharibi. Mgogoro wa sasa ulianza rasmi Aprili 15 mwaka 2023 baada ya majeshi ya SAF, Sudan Armed Forces na RSF, Rapid Support Forces, kushindwa kukubaliana juu ya mpango wa kuunganisha vikosi vyao chini ya uongozi mmoja wa kijeshi. RSF iliona hatua hiyo kama njama ya Burhan kumnyang'anya Hemeti mamlaka, ilhali SAF ilisisitiza kuwa RSF ilikuwa inapanua nguvu zake kupita kiasi. Tangu siku hiyo, miji kama Khartoum, Bahiri na El Fasher zimekuwa maeneo ya mapambano makali kati ya RSF na SAF. RSF, ambayo zamani ilikuwa kikosi cha Janjaweed kilichohusishwa na mauaji ya Darfur mwaka 2003, sasa inamiliki silaha nzito, magari ya kivita na mtandao mpana wa fedha kupitia biashara ya dhahabu inayosafirishwa kupitia Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa upande wa SAF, wameendelea kudhibiti anga wakitumia ndege za kivita na helikopta kushambulia ngome za RSF. Vita hivi havina mstari wa mbele, ni vita vya mitaani vinavyohusisha raia wasiokuwa na hatia kabisa. Wengine wanaamini kuwa Sudan iko njiani kugawanyika kama ilivyokuwa kwa Sudan Kusini mwaka 2011, ikiwa jamii za kikabila na kidini zitaendelea kugongana. Sudan ni taifa lenye umuhimu wa kipekee katika ramani ya dunia. Iko katikati ya Afrika kaskazini na mashariki na ina ufukwe mrefu kwenye Bahari Nyekundu, njia muhimu ya kibiashara inayounganisha Asia, Ulaya na Afrika. Ndio sababu mataifa kama Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Saudi Arabia, Qatar, Urusi na Marekani yana maslahi makubwa nchini humo. Misri inaiunga mkono SAF kwa sababu inaona jeshi la Sudan kama ngao dhidi ya makundi ya Kiislamu yenye msimamo mkali ambayo yanaweza kuvuka mpaka na kuathiri usalama wake. Kwa upande mwingine, UAE, Umoja wa Falme za Kiarabu, imekuwa ikiunga mkono RSF hasa kutokana na uhusiano wa kibiashara na Hemeti katika sekta ya dhahabu katika Sudan.
Dhahabu ya Sudan inasafirishwa kupitia Dubai, ikipatia UAE, Umoja wa Falme za Kiarabu, nafasi ya kimkakati katika biashara hiyo. Urusi nayo kupitia kampuni ya Wagner imekuwa ikifanya biashara ya silaha na madini, ikiimarisha uwepo wake katika eneo hilo. Kwa hiyo, vita vya Sudan ni zaidi ya mapambano ya ndani. Ni ugawanyiko wa kanda ambapo kila taifa linataka kujiimarisha kijeshi na kiuchumi kupitia Sudan. Jinsi Marekani ilivyotumia hisia za Kiislamu. Katika miaka ya 90, Marekani iliona Sudan kama tishio jipya la taifa la Kiislamu lenye mwelekeo wa kujitegemea. Wakati huo, Rais Omar al-Bashir alishirikiana na Hassan al-Turabi, mwanazuoni wa Kiislamu aliyeongoza harakati za Islamic Revival. Hapa ndipo Marekani ilipoanza kampeni ya kuichora Sudan kama taifa la kigaidi. Kwa kutumia propaganda ya kupambana na ugaidi, Marekani iliweza kuiweka Sudan katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi mwaka 1993. Kificho kilikuwa ni usalama wa dunia, lakini lengo halisi lilikuwa kudhibiti harakati za Kiislamu ambazo zilikuwa zinapinga ubeberu wa Magharibi. Vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa vilidhoofisha uchumi wa Sudan, vikachochea ukosefu wa ajira. Hii ilitengeza udhaifu ulioruhusu mataifa ya nje kuingilia siasa za ndani za Sudan kwa urahisi mkubwa zaidi. Sudan imekuwa shabaha ya sera za Marekani tangu miaka ya 90 kutokana na misimamo yake huru. Nchi hiyo ilikataa kufuata maelekezo ya Washington, ikawa mwenyeji wa Osama bin Laden kati ya mwaka 1991 na mwaka 1996, jambo lililotumika kama kisingizio cha vikwazo vikali katika nchi ya Sudan. Kwa zaidi ya miaka 30, Marekani imekuwa ikitumia mbinu za kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi kuizuia Sudan kuwa taifa lenye nguvu kubwa la Kiislamu barani Afrika. Mbinu hizi zilijumuisha vikwazo vya kiuchumi vilivyodhoofisha sekta ya mafuta, shinikizo la kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa, pamoja na ufadhili wa makundi ya kiraia na vyama vya upinzani ili kudhoofisha serikali ya Kiislamu. Kwa Marekani, Sudan ni muhimu kimkakati kwa sababu iko kwenye njia ya Bahari Nyekundu, eneo ambalo China pia ina maslahi makubwa ya kibiashara. Kwa hivyo, udhibiti wa Sudan ni sehemu ya vita vikubwa vya kiuchumi kati ya mataifa haya mawili, China pamoja na Marekani. Ni ipi nafasi ya Falme za Kiarabu UAE katika mgogoro huu wa Sudan? Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imekuwa mchezaji mkubwa wa kisiri na wazi kwenye mgogoro wa Sudan. Ingawa anajionyesha kama mfadhili wa amani na maendeleo barani Afrika, ukweli ni kwamba UAE imekuwa ikijenga ushawishi wa kimkakati kwa kutumia fedha, biashara na mikataba ya kijeshi. RSF inayoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti imekuwa ikiungwa mkono kifedha na kisilaha na UAE kupitia biashara ya dhahabu. Sudan ni mmoja ya wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika na sehemu kubwa ya madini hayo husafirisha kupitia Dubai. Kwa hivyo, Hemeti amekuwa chanzo muhimu cha dhahabu hiyo, akiiuzia UAE kwa bei nafuu kama sehemu ya ushirikiano wa kisiasa. Lakini uhusiano huo una mizizi mingi zaidi. UAE inaitumia RSF kama chombo cha ushawishi barani Afrika. Kwa mfano, wanajeshi wa RSF waliwahi kutumwa Yemen kupigana kwa niaba ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na UAE dhidi ya Wahuthi. Hii iliimarisha uhusiano kati ya Hemeti na viongozi wa Emirati. Kwa mtazamo wa kidiplomasia, Umoja wa Falme za Kiarabu inataka kuzuia kuibuka kwa serikali yenye misingi ya Kiislamu barani Afrika Kaskazini, kwani ina maana serikali kama hizo zitatishia mifumo ya kifalme na utulivu wa ndani wa Ghuba. Kwa hiyo, msaada wake wa RSF ni njia ya kudhibiti mustakabali wa kisiasa wa Sudan, huku ikidumisha uhusiano wa kiuchumi unaonufaisha pande zote mbili. Ili kuelewa kwa nini Umoja wa Falme za Kiarabu inaunga mkono RSF na kupinga serikali za Kiislamu, ni lazima turudi nyuma hadi mwaka 2011, kipindi cha Arab Spring. Mapinduzi ya Arab Spring yalipozuka katika mataifa ya Kiarabu kama Misri, Libya na Tunisia, Umoja wa Falme za Kiarabu iliona tishio kubwa kutokana na kuongezeka kwa nguvu za Muslim Brotherhood, harakati ya Kiislamu iliyokuwa ikisisitiza uongozi wa kidemokrasia wenye misingi ya dini. Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo inatawaliwa kifalme, iliona harakati hiyo kama adui wa moja kwa moja kwa sababu inapingana na wazo la utawala wa kifalme. Wakati Mohamed Morsi, mfuasi wa Muslim Brotherhood, alipochaguliwa kuwa rais wa Misri mwaka 2012, UAE ilihisi hofu kubwa kwamba mawazo haya yangeenea katika Ghuba. Hivyo, ilianza kampeni ya kisiasa na kifedha ya kupambana na Muslim Brotherhood kote ulimwenguni wa Kiarabu. Ilitoa msaada mkubwa kwa serikali ya kijeshi ya Misri baada ya mapinduzi ya Abdel Fattah el-Sisi, ikifadhili miradi ya mabilioni ya dola ili kuhakikisha harakati za Kiislamu zinadhoofishwa. Kwa Sudan, UAE
inaona mwelekeo wote wa Kiislamu kama hatari ya kurudia historia ile ile. Kwa hivyo, kwa Sudan, UAE inaona mwelekeo wote wa Kiislamu kama hatari ya kurudia historia ile ile. Kwa hivyo, kusaidia RSF ambayo haijifungamani na siasa za Kiislamu ni mkakati wa kuhakikisha Sudan inabaki salama kwa maslahi ya kifalme ya Ghuba. 2. Dira ya MBZ, Mohammed bin Zayed dhidi ya Uislamu wa kisiasa. Mohammed bin Zayed Al Nahyan MBZ, kiongozi wa kisiasa wa Falme za Kiarabu, amejijengea sifa ya kuwa mpinzani mkuu wa Uislamu wa kisiasa duniani. Anapendelea mfumo wa utawala unaotenganisha dini na siasa, akisisitiza kuwa dini inapaswa kuwa jambo la binafsi, si la kisiasa. Dira yake imejengwa juu ya dhana ya Uislamu wa kisekula, mfumo unaounga mkono maendeleo ya kiteknolojia, uchumi wa soko huria na mahusiano dhabiti na Magharibi. Kwa hiyo, anachukia harakati kama Muslim Brotherhood, Hamas au serikali yoyote ya Kiislamu inayotaka kujitawala bila ushawishi wa Marekani. Katika muktadha wa Sudan, MBZ anaona RSF kama mshirika sahihi wa kuendeleza ajenda zake. Kwa kufadhili Hemeti, Umoja wa Falme za Kiarabu inaweza kudhibiti siasa za Sudan na kuzuia kurudi kwa serikali yenye misingi ya kidini kama ile ya Omar al-Bashir. Zaidi ya hayo, MBZ anataka kuimarisha ushawishi wa Falme za Kiarabu katika Bahari Nyekundu na Pembe ya Afrika, eneo lenye bandari muhimu kama Port Sudan. Hivyo, kumdhibiti Hemeti kunamaanisha pia kudhibiti njia za biashara na usalama wa kimataifa katika eneo hilo. Lakini kwa nini ni muhimu tuangalie Saudi Arabia katika sakata hili? Saudi Arabia, tofauti na Falme za Kiarabu, imekuwa ikicheza mchezo wa tahadhari katika mgogoro wa Sudan. Wakati UAE inatoa msaada wa moja kwa moja kwa RSF, Saudi Arabia imejaribu kujipanga kama mpatanishi wa kidiplomasia. Hata hivyo, maslahi yake ni makubwa mno kupuuzwa. Saudi inategemea Bahari Nyekundu kwa usafirishaji wa mafuta na Sudan ni jirani muhimu katika usalama wa bahari hiyo. Ikiwa Sudan itadhoofika au kugawanyika, wimbi la wakimbizi na ugaidi linaweza kuathiri eneo lote la Ghuba. Vilevile, Saudi inahofia kupoteza ushawishi wake kwa UAE ambayo imekuwa ikipanua nguvu zake haraka katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo, Riyadh inataka kudhibiti ushawishi huo kwa kutumia diplomasia ya misaada na upatanisho. Pia, Saudi ni taifa lenye nafasi maalum katika ulimwengu wa Kiislamu. Linajiona kama mlezi wa umma wa Kiislamu, likijaribu kudumisha taswira ya nchi inayotetea Uislamu bila kuchukua upande wa moja kwa moja katika migogoro ya kidini au kisiasa. Hata hivyo, nyuma ya pazia, Saudi na Marekani wana ushirikiano wa karibu unaolenga kuhakikisha Sudan haingii mikononi mwa mataifa yanayopinga Magharibi kama Urusi au Iran. Kwa nini Qatar? Ipi tofauti yake? Qatar ni taifa dogo kwa ukubwa lakini lenye ushawishi mkubwa wa kisiasa katika ulimwengu wa Kiarabu. Kinyume na UAE na Saudi Arabia, Qatar imekuwa ikihusiana kwa karibu na makundi yenye misingi ya Kiislamu kama Muslim Brotherhood na hata kuipa makazi makundi kama Hamas. Kwa Sudan, Qatar ilikuwa na uhusiano mzuri na serikali ya Omar al-Bashir kabla ya kuondolewa kwake. Ilifadhili miradi mingi ya maendeleo na kusaidia mazungumzo ya amani ya Darfur. Wakati mgogoro wa siasa ulipoanza, Qatar ilijaribu kujitenga na pande zote mbili, ikisisitiza haja ya mazungumzo badala ya vita. Hii ni kwa sababu Qatar inataka kuendelea kuwa mchezaji wa kati anayekubalika na pande zote mbili. Lakini kwa upande mwingine, misimamo yake ya kidini na uhusiano wake na harakati za Kiislamu inaiweka Qatar kinyume na UAE pamoja na Saudi Arabia. Hivyo, mzozo wa Sudan pia umegeuka kuwa uwanja wa kugonganishwa kwa itikadi za Ghuba kati ya Uislamu wa kisiasa unaoungwa mkono na Qatar na ule wa kisekula unaosukumwa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Uislamu wa kisiasa ni nini haswa? Uislamu wa kisiasa, political Islam, ni falsafa inadai kuwa dini ya Kiislamu haipaswi kutenganishwa na siasa. Wafuasi wa wazo hili wanaamini kuwa sheria na maadili ya Uislamu yanaweza kuunda mfumo bora wa kisiasa unaohakikisha haki, usawa na uwajibikaji. Katika historia, wazo hili lilianza kushika kasi baada ya kuanguka kwa ufalme wa Ottoman mwaka 1924 ambapo Waislamu wengi walihisi kupoteza utambulisho wao wa pamoja. Harakati kama Muslim Brotherhood zilianza kusisitiza kurudisha uongozi wa Kiislamu kama njia ya kuondoa ukoloni wa Magharibi. Lakini Magharibi iliona wazo hili kama tishio kwa maslahi yake. Mataifa kama Marekani, Ufaransa na Uingereza yalianza kupinga harakati za kisiasa za Kiislamu kwa kuzichora kama extremist movements. Kwa Sudan, Uislamu wa kisiasa ulikuwa uti wa mgongo wa serikali ya Omar al-Bashir. Ilijaribu kuunda jamii yenye misingi ya kidini na kujitegemea,
lakini shinikizo la nje na migawanyiko ya ndani vikazalisha maafa ya kisiasa yaliyofungua njia ya migogoro ya leo. Kuelewa mgogoro wa Sudan ni zaidi ya kujua ni nani anayepigana. Ni safari ya kuelewa mizizi ya kiitikadi, kisiasa na kijamii ambayo imeunda taifa lililowahi kuwa kubwa zaidi Afrika kabla ya kugawanywa mwaka 2011. Sudan haijawahi kuwa na amani ya kudumu tangu kupata uhuru wake mwaka 1956 kutokana na mvutano wa madaraka, dini, rasilimali na ushawishi wa mataifa ya nje. Mgogoro wa sasa kati ya RSF na SAF ni kielelezo cha historia ndefu ya uhasama uliojengwa na hofu, usaliti na tamaa ya madaraka. Ili kuelewa kwa undani zaidi, lazima tuingie ndani ya historia ya makundi haya mawili na kuelewa jinsi mataifa makubwa kama Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Saudi Arabia yalivyoingilia kati kwa maslahi yao binafsi. Hii si tu vita ya ndani, ni kioo cha mapambano ya karne 21 kati ya dini, siasa na uchumi wa dunia. Mgogoro wa Sudan ulianza tena kwa nguvu mnamo Aprili mwaka 2023 pale ambapo jeshi la taifa SAF likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan lilianza kupigana na kikosi cha Rapid Support Forces kilichoongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemeti. Hemeti alikuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Burhan, lakini migongano ya maslahi ilianza baada ya mpango wa kuunganisha RSF ndani ya jeshi rasmi kuchelewa. RSF ambayo asili yake ni wapiganaji wa Janjaweed waliotuhumiwa kwa mauaji ya Darfur ilijiona kama nguvu halali yenye uwezo wa kushika madaraka. Kwa upande mwingine, SAF iliona RSF kama tishio kwa mamlaka ya serikali kuu. Kuanzia hapo, vita vililipuka katika miji mikuu kama Khartoum, Omdurman na baadaye kuenea hadi Darfur, yakisababisha zaidi ya watu milioni 10 kuhama makazi yao, moja ya majanga makubwa zaidi barani Afrika katika karne hii ya 21. Sudan hivi sasa ni taifa lililogawanyika vipande. RSF inashikilia maeneo mengi ya miji mikuu ikiwemo sehemu kubwa ya Khartoum na Darfur, huku SAF ikidhibiti sehemu za mashariki na kaskazini. Miji kama El Fasher, Nyala na Geneina imekuwa mashahidi wa mauaji ya kutisha yanayofanana na yale ya mwaka 2003. Vita hivi si tu vya madaraka bali ni vya udhibiti wa rasilimali, dhahabu, mafuta na maeneo ya biashara. RSF imejijengea utajiri mkubwa kupitia biashara ya dhahabu, hasa kupitia njia za magendo zinazoelekea Umoja wa Falme za Kiarabu. Wakati huo huo, SAF inategemea uhusiano wa karibu na Misri ambayo inataka serikali ya kijeshi idumu ili kudhibiti ushawishi wa makundi ya Kiislamu. Wakati mataifa haya yakipigana, raia wa kawaida wanakufa kwa njaa, mashambulizi ya anga yanaua maelfu na miundombinu imeporomoka kweli kweli. Huu ni mgogoro wa kimaadili, kisiasa na kibinadamu unaotishia mustakabali wa eneo lote la Afrika Mashariki na Kaskazini. Mashambulizi ya El Fasher yamekuwa kielelezo cha jinsi mgogoro wa Sudan umegeuza kuwa uwanja wa majaribio ya kisiasa ya mataifa makubwa. Wataalamu wengi wanaamini kuwa Marekani, licha ya kujifanya mpatanishi, inafaidika kisirisiri kupitia uhusiano wake na mataifa ya Ghuba. Kwa sababu RSF inauza dhahabu kupitia UAE, Marekani hupata udhibiti wa moja kwa moja na mzunguko wa fedha unaopita katika masoko ya kimataifa. Kwa upande mwingine, SAF inapata msaada wa kisiasa kutoka Misri, mshirika mkubwa wa Marekani. Hivyo, Washington inafaidika pande zote mbili na inatumia mgogoro huu kama njia ya kudhibiti ushawishi wa China na Urusi barani Afrika. Mashambulizi ya El Fasher ambapo maelfu waliuawa yanadhihirisha jinsi siasa za kimataifa zinavyopuuza utu wa mwanadamu. Badala ya amani, vita hivi vimekuwa zana ya kijiografia za power balancing kati ya mataifa yenye maslahi ya kibiashara na kijeshi. Kwa nini Sudan? Kwa nini Sudan? Swali hili ni la msingi kabisa. Kwa nini Sudan? Kwanza ni kwa sababu ya rasilimali, dhahabu, mafuta na ardhi yenye rutuba. Pili ni kwa sababu ya nafasi yake ya kijiografia ikiwa katikati ya Afrika, Ghuba na Bahari Nyekundu. Tatu ni kwa sababu ya historia yake ya kiitikadi. Taifa lililowahi kujaribu kuunda mfumo wa Kiislamu wa kisiasa ulio huru na usiotegemezi kwa Marekani. Kwa mataifa ya nje, Sudan ni jaribio la mwisho wa kudhibiti Afrika Kaskazini kabla haijawa chini ya ushawishi wa mashirika mapya ya Eurasia kama BRICS inayoongozwa na Urusi, Brazil, China pamoja na Iran. Hivyo, kila upande unataka Sudan kwa sababu ya mustakabali wake wa kimkakati. Kwa Waarabu, Sudan ni ngome ya kiutamaduni. Kwa Wazungu ni chanzo cha rasilimali. Kwa Wachina ni fursa ya kiuchumi. Kwa Waislamu ni kipimo cha umoja wa umma.
Kwa hiyo kwa nini Sudan? Ni swali linalogusa moyo dunia nzima. Wengi hufikiri kuwa vita vya Sudan ni kwa ajili ya dhahabu, mafuta au mamlaka. Ndiyo, ni moja ya sababu, lakini ukweli wa ndani zaidi ni vita vya umoja wa Waislamu, umma. Wapinzani wa Sudan wanajua kuwa taifa hili likiwa na umoja linaweza kuwa mfano wa mfumo wa Kiislamu huru Afrika nzima. Kwa hiyo, kugawanya Sudan ni mkakati wa muda mrefu wa kuvunja nguvu za ulimwengu wa Kiislamu. Kuanzia kugawanywa kwa Sudan Kusini mwaka 2011 hadi migawanyiko ya kijamii ya sasa kati ya RSF na SAF, yote ni sehemu ya mpango wa kimataifa wa divide and control. Hemeti na Burhan wote wanatumika kama zana. Bila wao kujua, vita vyao vinavunja umoja wa taifa na kudhoofisha Uislamu wa kisiasa. Kwa hivyo, tunapozungumzia Sudan, tusione dhahabu, bali tuone umma unaotaka kupumua. Swali kubwa linalosalia, je, Waislamu wanaweza kufanya nini? Kwanza, lazima kutambua kuwa vita vya Sudan si vya Sudani pekee, bali ni kioo cha mapambano ya ulimwengu wa Kiislamu. Waislamu duniani kote wanapaswa kuacha kugawanyika kwa misingi ya taifa au madhehebu. Pili, ni lazima kutambua umuhimu wa elimu ya kisiasa na kiuchumi, kujua jinsi mataifa makubwa yanavyotumia dini na utajiri kama silaha za udhibiti. Tatu, viongozi wa Kiislamu wanapaswa kuweka tofauti zao kando na kujenga miungano ya kweli ya kiroho na kiuchumi. Bila hayo, Sudan, Yemen, Palestina na mataifa mengine yataendelea kuwa uwanja wa maumivu. Umoja, elimu na maadili ya Kiislamu ndivyo vinavyoweza kufufua tena nguvu ya umma. Mgogoro wa Sudan haukuanza mwaka 2023. Ni mwendelezo wa historia ndefu ya mapambano ya udhibiti kati ya dini, siasa na mataifa ya kigeni. RSF na SAF ni sura mbili za tatizo moja, taifa lililoporwa ndoto yake ya uhuru. Leo Sudan inatupa onyo kubwa kuwa vita vya karne hii havipigwi kwa bunduki pekee, bali kwa habari, uchumi na itikadi. Ikiwa dunia haitasikiliza kilio cha raia wa Sudan, basi historia itajirudia. Mataifa tajiri yataendelea kuunda mifumo ya vita, huku watu wanyonge wakiendelea kufa bila hatia. Lakini pia kuna tumaini. Kizazi kipya cha Waislamu, Waafrika na wapanda haki kinaanza kuuliza maswali magumu. Ni nani anafaidika? Na pale majibu yatakapopatikana, Sudan inaweza kuwa mwanzo wa uamsho wa kweli wa kisiasa na kiroho duniani.